Leo nataka nikuulize swali moja ambalo linaweza kubadili maisha yako kabisa. Je, umewahi kuhisi kuna kitu kinavuta moyo wako kwa Mungu, lakini ukakipuuzia ukidhani ni hisia za kawaida? Je, umewahi kuamka usiku bila sababu ukaanza kufikiria maisha yako, ukahisi mzigo wa kuomba, au ukasikia hamu ya kusoma Biblia ambayo haijawahi kutokea hapo kabla? Watu wengi hupuuzia mambo haya, lakini Biblia inaonyesha kwamba Mungu mara nyingi huanza kwa kuvuta moyo wa mtu kabla hajampa jukumu. Swali ni hili: je, Mungu anaweza kuwa anakuita nawe bado hujatambua? Wakati wengi wanadhani Mungu humwita kwa sauti inayosikika au kwa maono makubwa pekee, lakini katika Biblia tunaona kwamba mara nyingi aliwavutia watu hatua kwa hatua. Kwa wengine ilikuwa kupitia neno, kwa wengine ilikuwa kupitia dhamiri, kwa wengine ilikuwa kupitia tukio lililowafanya wamtafute zaidi. Hivyo, si kila tukio la ajabu ni wito wa Mungu, lakini pia si busara kupuuza kila msukumo wa kumtafuta Mungu. Leo tutafunua dalili 7 ambazo zinaweza kukuonyesha kuwa Mungu anakuvuta karibu naye. Tutaziangalia kupitia maisha ya watu kama vile Samueli, Musa, Isaya, Yeremia, Petro na Paulo, tukiona jinsi Mungu alivyoanza kazi ndani yao. Na mwisho wa somo hili nitakuonyesha dalili ambayo wengi huipuuzia, ili hali mara nyingi ndiyo huleta mabadiliko makubwa ya maisha. Katika Agano la Kale, Mungu aliwaita watu kwa nyakati na njia tofauti. Samueli alidhani ni Eli aliyemwita mpaka akafundishwa jinsi ya kutambua sauti ya Mungu. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3. Musa aliona kichaka kilichowaka moto, lakini hakukimbilia kufanya hitimisho. Alikaribia ili kusikia Mungu akimzungumzia. Kitabu ni cha Kutoka kuanzia sura ya 3. Katika Agano Jipya, Paulo alipokutana na Kristo njiani kwenda Damaska, maisha yake yalibadilika. Katika Matendo ya Mitume sura ya 9, lakini hata baada ya tukio hilo alihitaji muda wa kujifunza na kuelekezwa. Hii inatukumbusha kwamba wito wa Mungu hukua pamoja na utii. Kujifunza si tukio moja pekee. Dalili ya kwanza, ili uweze kujua ya kwamba Mungu anakuita, unakuwa na hamu isiyo ya kawaida ya kumtafuta Mungu. Unaanza kutamani kusoma Biblia, kuomba au kujifunza kuhusu Kristo kwa kina kuliko zamani. Biblia inasema,
njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 kuanzia mstari wa 28. Mungu huvuta watu kwake kwa neema yake. Dalili ya pili ya kuonyesha kwamba Mungu anakuita. Unaanza kuona dhambi kama uzito zaidi. Mambo ambayo zamani hayakukusumbua sasa yanakugusa dhamiri. Hii inaweza kuwa kazi ya Roho Mtakatifu anayemshawishi mtu kuhusu dhambi na haki. Katika Yohana sura ya 16 kuanzia mstari wa 8. Na dalili ya tatu ya kuweza kujua ya kwamba Mungu anakuita, unapata njaa ya kuelewa neno la Mungu. Maswali kuhusu imani yanaongezeka. Unataka kujua Biblia inasema nini badala ya kutegemea uvumi na ushawishi wa dunia. Dalili ya 4 ya kuonyesha kwamba Mungu anakuita. Mungu anatumia watu kukutia moyo. Huenda ukasikia mahubiri, ushauri au aya ya Biblia inayozungumza moja kwa moja na hali yako. Mungu mara nyingi hutumia waumini wengine kututia moyo na kutuelekeza. Nayo dalili ya 5 ya kujua kwamba Mungu anakuita, unaanza kuona maisha kwa mtazamo mpya. Badala ya kufikiria mafanikio ya muda mfupi pekee, unaanza kujiuliza maswali ya kudumu. Kwa nini niko hapa? Ninawezaje kumtumikia Mungu? Dalili ya 6 ambayo ni dalili pekee, unaona hitaji la kutubu na kusamehe. Moyo unavuta kuelekea upatanisho na Mungu na watu. Hii ni ishara ya kukua kiroho. Dalili ya 7 ambayo ni dalili ya mwisho, unapata amani unapomtii Mungu. Ingawa safari inaweza kuwa na changamoto, milima na mabonde, lakini kuna utulivu wa ndani unapochukua hatua za utii. Yesu alisema, amani yangu nawapa, katika Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 27. Lakini ukipuuza mwaliko wa Mungu wa kumtafuta, unaweza kukosa kukua kiroho na kuendelea kubeba mizigo ambayo Kristo anakualika umkabidhi. Biblia inatuhimiza tusifanye mioyo yetu migumu tunaposikia sauti yake. Kitabu cha Waibrania sura ya 3 kuanzia mstari wa 15. Labda leo umegundua dalili 1, 2 au hata zote 7. Swali si, je, Mungu anazungumza nami kwa njia ya ajabu? Swali ni, nitaitikiaje mwaliko wa kumkaribia Kristo kupitia neno lake? Ufunuo uko hapa. Siri kubwa ambayo wengi hawaijui ni kwamba Mungu mara nyingi huanza kwa kubadilisha moyo kabla hajabadilisha mazingira. Anatengeneza tabia kabla ya jukumu. Anakuza imani kabla ya huduma. Anakufundisha utii kabla ya kukuabidhi wajibu. Na huo ndio msingi tunaouona mara kwa mara katika maandiko. Haijalishi ulipo leo, Kristo anakualika umkaribie. Ukimtafuta kwa moyo wote, neno lake linaahidi kwamba humtafutaye bure,
Yeremia kuanzia sura ya 29 mstari ni wa 13. Usipuuze dalili zinazokuvuta kumtafuta Mungu, lakini pia usifanye hitimisho la haraka kutokana na hisia za uzoefu. Pima kila jambo kwa maandiko, omba kwa hekima na endelea kukua katika uhusiano na Kristo. Hapo ndipo utakapoweza kutambua kwa uhakika njia anayokuongoza. Sasa ikiwa umebarikiwa na mafundisho haya, usisahau kusubscribe kwenye Bethesda Jesus Ministry. Unaweza like na ushiriki video hii ili iwafikie wengine. Andika kwenye maoni, niko tayari kumtafuta Mungu kwa moyo wote. Ikiwa una ndoto ambayo ungependa kuelewa kwa mtazamo wa kibibilia au unahitaji ushauri wa kiroho, unaweza kuwasiliana nami kwa simu. Tutaangalia pamoja kwa msingi wa maandiko, tukitafuta hekima ya Mungu bila kupita mipaka ya yale ambayo Biblia inafundisha. Na kumbuka, ndoto na uzoefu wa kiroho vinapaswa kutafsiriwa kwa uangalifu na kupimwa kwa neno la Mungu. Hakuna ndoto moja inayopaswa kuchukuliwa kama ufunuo wa mwisho bila kulinganishwa na mafundisho ya Biblia. Hii ndiyo njia salama na yenye imani ya kweli. Ningependa kukupa nafasi hii ukaweze kujenga uhusiano wako na Mungu. Rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Niko mbele zako. Ninatubu dhambi zangu na makosa. Nisamehe leo dhambi zangu zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo na hata milele, wewe ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Sema amen. Na sasa tuonane tena wiki ijayo wakati kama huu. God bless you and shalom.